Licha ya ghasia zilizoshuhudiwa kwenye chaguzi ndogo katika maeneo mbalimbali, muungano wa waangalizi wa uchaguzi umepongeza IEBC kwa kuendesha shughuli ya upigaji kura kwa njia ya uwazi. Shirika la ILOG limesema IEBC iliwajibika katika uchaguzi huo na kuitaka kuishughulikia changamoto kubwa ya ghasia za uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Crispin Otieno na taarifa hiyo. Chaguzi ndogo katika maeneo 24 nchini zilikuwa kama mtihani wa kwanza wa tume ya IEBC. Muungano wa waangalizi wa uchaguzi chini ya mwavuli wa ILOG ukiipongeza IEBC na kutaja chaguzi hizo kama zilizokuwa huru na wazi. Overall, 93.4% of polling stations were rated as having good or very good conduct, while 6.6% were rated as bad or very bad, pointing to localized and significant administrative gap. Hata hivyo, walionya kuhusu vurumai na ghasia huko Kasipul, Kabuchai, Mbeere North, Nyamira na Mumbuni kaunti ya Machakos, Purko, Kajiado na maeneo mengine. ILOG also urges the National Police Service to also expediently investigate the very blatant cases of electoral violence and breaches which disrupted the electoral processes yesterday. Picha za wanagenzi wakati wa chaguzi hizo zikitoa taswira za kusikitisha. Kule Kasipul, jumla ya watu 23 walikamatwa kwa kupanga fujo na mapanga kupatikana. Na Nyamira, magari yaliyokisiwa kupanga wizi wa kura yalichomwa. Waangalizi wa uchaguzi wameonya kuhusu maajenti maalum ambao mara nyingi huwa ni wanasiasa, wakisema suala hilo linachangia kutatizwa kwa uchaguzi. And ILOG will publish the result projection in the final by-election report. But we have talked about the incident of super agents or political actors who are present all over the places, with very many of them carrying young people who have been called goons in other spaces. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.